Okay, mambo vipi? Ninaamini kabisa kwamba uko vizuri sana. Karibu tena katika update zetu sisi. Mimi naitwa Almachus Bonifas Kanyasi na hii ni Kanyasi Digital. Naamini kabisa kuna mambo mengi sana ambayo umekuwa ukiyaona na kuyasikia, hususan kwenye mechi ya dabi ya Kariakoo kati ya kikosi cha Young Africa pamoja na kikosi cha Simba. Story imekuwa ni bigi, kila moja amekuwa akizungumza jambo lake na kila moja amekuwa akitamani by the way kuona hii mwisho siku hii dabi itachezwa ama dabi haitochezwa. So mimi niko hapa kwa ajili ya kukupa update ya kile ambacho kinaendelea. Nimekuwa nikipita kwenye page mbalimbali za mitandao ya kijamii, hususan katika ukurasa wa Young Africans pamoja na wataalamu wengine ama wachichimzi wengine ambao wana uhakika kupata taarifa mbalimbali. Moja kati ya kitu ambacho jana nimekiona kwenye ukurasa wa Instagram wa kikosi ya Young Africans, wameposti ni masaa 12 yaliyopita na kuzungumza nanyi. Young Africans waliweka wazi kila ambacho wao wanadhani ni sawa kuhusu mechi ambazo zimesalia, kwa sababu utakubaliana na mimi kwamba mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu Tanzania bara tumesalia na takriban mechi tatu kwa kila upande, kwa maana Young Africans pamoja na kikosi cha Simba wote wana mechi tatu wakiwepo na huo mchezo mmoja ni kiratiba. Lakini kiuhalisia Young Africans wao wameendelea kudhibitisha kwamba wana mchezo miwili tu ambayo imesalia kabla ya kumaliza mwaka 2025, hususan katika masuala ya hizo mechi. So wameweka wazi kwamba hizo mechi ni pamoja na Tanzania Prisons pamoja na kikosi cha Dodoma Jiji. Hiyo ni mechi ambazo zimesalia za ligi kuu Tanzania bara. Lakini tunavyozungumzia kwenye michuano ya kimataifa, kwa maana kwenye michuano ya CRDB, sio kimataifa, kwenye michuano ya CRDB, Young Africans wameweka wazi kwamba wamesalia na mchezo mmoja peke yake wa finali, kusema kwamba ili Young Africans waumalize msimu wao wamesalia na mechi takriban 3 peke yake. Hizi ndio mechi ambazo Young Africans wamesalia nazo. Na kwenye caption wakaandika June michezo yetu iliyobaki kukamilisha msimu mwaka 2024-25. So kuna sintofahamu ambayo imetokea kwenye kikosi cha Simba Sports Club. Wao wametoa taarifa ya kitu kingine tofauti kabisa. Wao kupitia ukurasa wao wa Instagram waliandika siku ya juzi, waliandika June fixtures, wakaweka michezo iliyosalia kwenye ligi kuu Tanzania bara kabla ya kumaliza msimu. Mechi ya kwanza ambayo imeonekana kwamba itapigwa ni June 15, Simba dhidi ya kikosi ya Young Africans, lakini mchezo mwingine itakuwa ni June 18, Young Africans dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club. June 22, hiyo ni 18, June 22 watakuwa wanamaliza msimu na kikosi cha Kagera Sugar. So ukijaribu kuangalia kile ambacho Young Africans walichokiandika na hiki ambacho Simba wamekiandika, unaweza ukakubaliana na mimi kwamba ziko sintofahamu ambazo zinaendelea kwa pande zote mbili, na kila mmoja akijaribu kutanabaisha kwamba hiyo mechi ipo. Swali la msingi, hii mechi ipo ama ipo? Young Africans wao hawana mpango wowote na mechi ya Simba dhidi ya Simba. By the way, that's why ukiangalia kwenye page zao wanakuambia kwamba kwenye mechi zilizosalia ni mechi 3 peke yake. Maana yake wana mechi dhidi ya kikosi cha Simba, dhidi ya kikosi cha Tanzania Prisons, Dodoma Jiji, and then wamemaliza msimu na mechi ya CRDB finali dhidi ya kikosi cha Singida Big Stars. So inakuwa confused, mechi ipo ama ipo? Sasa nilipata wasaa wa kuzungumza na Kaimbo Imanda, ijapokuwa hakuwa tayari sauti yake iweze kusikika, lakini nilifanya naye mazungumzo ya kina nje ya hiki ambacho kinaendelea kwenye dabi ya Kariakoo. Na Boimanda akasema kwamba wao wanachokijua Young Africans ndiye mwenyeji katika mchezo dhidi ya kikosi cha Simba. Mchezo wa dabi Young Africans ndio mwenyeji. Kwa manake taratibu zote za mchezo, masuala ya uwanja, mechi itachezwa wapi, kutangaza viingilio, kutangaza tiketi, kufanya hamasa, yote hayo yako juu ya kikosi cha Young Africans. Wao ndio wenye kazi ya kufanya hayo yote na kuhakikisha kwamba Young Africans wanakuwa safe na hayo yote yanawezekana.
Lakini bado Boimanda hajaweka wazi kama kuna sintofahamu yoyote, wameandikiwa barua yote. Young Africans hawajaandika barua yote, na Boimanda yeye anachosema ni kwamba mpaka sasa hivi hakuna taarifa yoyote walionayo kutoka kwa Young Africans kwamba Young Africans hawako tayari kwa ajili ya kucheza mchezo wao dhidi ya kikosi cha Simba. Hapana, akisema kwamba wao wanachokijua Young Africans ana mchezo dhidi ya kikosi cha Simba na taratibu zote zitaendelea. Nilikuwa nataka nikupe nukuu ya Boimanda mwenyewe kwenye hiki ambacho alikizungumza, kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi vimeleta controversy. Kila moja anajaribu kutafuta, je, tunatokaje hapa kwenda kwenye sehemu nyingine. Boimanda yeye anasema Young Africans ndio ambao wana ithibati ya kutuandalia mchezo na wao tunawategemea. So ni nini ambacho bodi ya ligi kuu Tanzania bara inabidi wakifanye kwa mtazamo wangu mimi? Jambo la kwanza, nadhani bodi ya ligi kuu Tanzania bara wana kila sababu ya kutafuta majibu sahihi na kuondoa dhania. Yani ningetarajia ndani ya hiki kipindi bodi ya ligi kuu Tanzania bara wawaite viongozi wa Young Africans juu ya kujadili mustakabali wa dabi. Wawaite mezani na kuwaoji maswali kama ambavyo sisi tunaenda kwao tunawauliza hii dabi ipo ama haipo, na wao inabidi kwa namna moja ama nyingine waende yani waeleze kinagaubaga kwamba hii dabi ipo ama haipo. Wafanye kikao cha ndani ili wajiridhishe, wasije wakajikuta wanatoa taarifa na kuambia na kuaminisha watu kwamba mechi ipo ile hali mechi haipo. So bodi ya ligi kuu Tanzania bara wana kila sababu ya kutafuta majibu yaliyo halali na kuondoa hiyo sintofahamu ya huyu anasema hiki na huyu anasema hiki na yule anasema hiki. So kila mmoja ana haki ya kujaribu kutafuta taarifa kamili kwenye eneo fulani, kwa sababu nadhani iko ndo kitu cha msingi sana ambacho inabidi kifanyike. Toa taarifa, waambie watu kwamba 1 2 3 4 5, alafu kila moja abaki njia kuu na kila kitu kiweze kwenda vizuri sana. So lakini jambo la pili, Young Africans na wao inabidi watoe taarifa ya kusisitiza juu ya taarifa yao iliyotoka mapema kwamba hawatakuwa tayari kucheza mchezo wa Juni 15 kama walivyosema, kuliko kutoa hizi posti ambazo zinaeleza kitu kingine. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine si nzuri sana, lakini tunahitaji kuona huo muktadha mzima wa kuwaelezea watu kinagaubaga kwamba hii mechi itachezwa ama ichezwe, ili watu wawe na msimamo mmoja. Hapa ninachokiona ni kama kila moja anategana, huyu anamtega fulani na huyu anamtega fulani, kitu ambacho nadhani kwangu akijakaa vizuri sana. Lazima kila moja akae kwenye eneo moja, atoe taarifa ili mashabiki sasa wote wawe wana taarifa kamili juu ya jambo fulani. Nadhani hapo tutakuwa tumekata mzizi wa fitina na kila kitu kitakuwa kinaenda jinsi ambavyo kinastahili kwenda. Naamini hata wewe mwenyewe binafsi una mambo mengi sana ambayo ungetamani kwa namna moja ama nyingine kuniongezea nyama hapa. Sio mbaya ukaniandikia chini kwenye comment uniambie unadhani ni nini ambacho inabidi kifanyike hivi sasa ili kuondoa hii sintofahamu ambayo inaendelea hivi sasa. Binafsi naitwa Almachius Boniface Kanyasi. Utakuwa umefanya kazi nzuri sana kama ukisubscribe, kwa comment, kwa like na kushare, kwa sababu utakuwa umefanya kazi iliyo nzuri. Asante na bye bye.